Hello tena, leo utajifunza nini ni ufuatiliaji wa mazingira. Kwa ujumla, ni mchakato wa kuangalia vijidudu vyovyote au uwepo wa mikroorganism katika eneo lako la chumba cha usafi. Tunaweza kusema ufuatiliaji wa mazingira ni kipengele muhimu sana cha mchakato wa utengenezaji wa dawa. Ufuatiliaji wa mazingira unathibitisha kwamba dawa fulani iliyotengenezwa katika kituo ilizingatia viwango vya ufuatiliaji wa mazingira vilivyoelekezwa na FDA. Tutaelewa katika mafunzo haya jinsi ya kufanya ufuatiliaji wa mazingira na kuelewa kwa nini ufuatiliaji wote ni muhimu, majukumu yako kama fundi wa utengenezaji kufanya ufuatiliaji kwa usahihi. Kipengele cha kwanza kabisa cha ufuatiliaji wa mazingira ni kutazama ubora wa hewa katika mazingira ya usafi. Katika hewa ya shughuli za ANAB inafuatiliwa kwa chembe zinazofaa na zisizoweza kuwezekana. Katika darasa la istilahi tayari tumejifunza ni chembe gani zinazofaa na zisizoweza kuwezekana. Wakati shughuli kali zaidi na ngumu katika daraja ANAB ni katika maendeleo, tunahitaji kufuatilia chembe yoyote ya viable au isiyo ya uwezo katika hewa. Kuna baadhi ya taratibu na mashine ambazo hutumiwa kuweka ubora wa hewa katika kuangalia. Hebu tuwaelewe kwa undani. Tumejifunza kuhusu mfumo wa VAT katika mafunzo ya maneno. Hii ni kama mfumo wa hali ya hewa ya kati katika nyumba yako, ambapo hewa hutolewa kupitia ducts ambazo huenda nyuma ya kuta na dari. Mfumo wa VAT katika vyumba vya kusafisha una kichujio cha HEPA kilichosakinishwa na nguvu ya kichujio cha microns nukta 0.3. Hewa hiyo hiyo husambazwa na kuchujwa ili kuzuia chembe zozote zinazofaa na zisizoweza kuwezekana kuingia kwenye hewa safi, na hufanywa kwa kufunga vichungi vya HEPA kwenye vyumba. HEPA ni aina ya kichujio cha hewa ambacho kinajulikana kama kichungi cha hewa cha ufanisi wa juu. Aina hii ya kichujio cha hewa inaweza kuondoa angalau 99.997% ya vumbi, bakteria na chembe yoyote ya hewa. Lakini kwa tahadhari za ziada wakati shughuli muhimu za ANAB zinaenda, kuna aina mbili tofauti za ufuatiliaji ambazo zinafanywa. Hebu tujadili chembe zinazoweza kutumika au uelewa wa ufuatiliaji wa hewa unaowezekana. Ufuatiliaji wa hewa unaowezekana unamaanisha tu kuangalia vijidudu vilivyo kwenye hewa ya chumba safi. Wakati wowote tunaposema ufuatiliaji wa hewa unaowezekana, ni kigezo muhimu wakati wa shughuli za utengenezaji kwa mgonjwa na usalama wa dawa. Ili kuzuia mikroorganismu yoyote. Zaidi ya hayo, endelea kufuatilia hewa ili kuhakikisha kwamba hakuna microorganisms nje kupitia air huletwa ndani ya chumba safi, wakati mafundi wa viwanda na vifaa muhimu kwenda ndani na nje ya milango wakati shughuli zinaendelea. Ufuatiliaji wa hewa ni kigezo muhimu kwa usalama wa dawa. Wacha tuseme ikiwa unatengeneza dawa katika chumba safi na umuhimu unahitaji ufuatiliaji wa hewa, kwa hivyo tunahitaji kuangalia uwepo wa vijidudu kwenye chumba safi. Hizi microorganisms zilizopo katika hewa zinaweza kuchunguzwa kwa njia mbili. Njia moja ni kuweka ufuatiliaji wa sahani. Katika mbinu ya ufuatiliaji ya setleplate, tunatumia sahani za Petri kama unavyoweza kuona kwenye skrini yako. Sahani hizi za Petri zina vyombo vya habari vya utamaduni. Vyombo vya habari ni chakula cha microorganisms, husaidia microorganisms kwa ukuaji wao, kama vile chakula ni muhimu kwa ukuaji wetu. Sahani hizi za Petri huwekwa katika mazingira ya chumba cha usafi katika maeneo mahususi. Matangazo haya huamuliwa na idara ya udhibiti wa ubora chini ya miongozo ya FDA iliyotolewa. Jambo moja muhimu ni kwamba sahani hizi ziko kwenye pembe kama unavyoona kwenye skrini yako. Sababu nyuma ya hali hii ya pembe ya sahani ni kwamba chembe za hewa zinaweza kugongana kwa urahisi na vyombo vya habari kwenye sahani ya Petri kwenye pembe hii,
mara tu bakteria hizi zinashikamana kwenye vyombo vya habari. Wataanza kukua wakiwa wamekaa kwenye chakula chao. Ikiwa shughuli zinaendelea, tuseme masaa 12. Kila saa 4 mtu wa kudhibiti ubora atakuja kwenye sakafu ya utengenezaji na kubadilisha sahani hizi za kutulia. Sababu ya kubadilisha sahani hizi kila baada ya saa 4:30 ni kwamba sekta ya sayansi imeamua muda wa saa 4 ni bora zaidi kulingana na mahesabu ya hisabati ya kiwango cha kutulia kwa microorganisms kwa saa wazi. Baada ya saa 4 kiwango huanza kupungua kwa kiumbe kinachoanguka kwenye sahani, kwa hivyo huu ndio wakati mzuri wa kuchukua nafasi. Kwa hiyo, sahani hizi za kutatua zinahitaji kubadilishwa kila saa 4. Mtu huchukua sahani ya Petri baada ya saa 4, na sahani hii ya Petri itawekwa kwenye chumba cha intubation kwa siku chache zijazo. Chumba hiki cha intubation kinaweza kutoa unyevu na joto linalofaa kwa ukuaji wa bakteria. Kwa hivyo, ikiwa kuna kiumbe chochote kilichokamatwa kwenye chumba kisafi kitakuwa na kuonekana kwenye sahani hii ya Petri kama unaweza kuona kwenye skrini. Na ukuaji huu ungethibitisha kwamba kulikuwa na microorganism fulani katika hewa. Mara chache sana mambo haya yangejitokeza. Lakini kwa kanzu sahihi na taratibu hazifanyiki mara nyingi. Ripoti ya maabara kutoka kwa sahani hizi za Petri ingerudi kama kupita bila uthibitisho uliopatikana au imeshindwa na uchafuzi fulani. Njia ya pili ya ufuatiliaji wa hewa ni air sampler. Sasa unakumbuka tayari tuna mfumo wa bath mahali na kichujio cha HEPA ambacho kinazuia 99.997% ya chembe kuingia. Kisha tulijua kwamba kuna viumbe hai vinavyofaa na bado vinaweza kuingia kwenye chumba cha usafi na wafanyikazi na vifaa vinavyoingia na kutoka wakati wa operesheni. Ili kuweka hundi hii tuna njia mbili. Njia moja ilikuwa ni kukaa sahani ambazo tulielezea, sasa nyingine ni sampuli ya air. Sasa hebu tuelewe sampuli ya hewa kwenye skrini yako ambayo wafanyikazi wa kudhibiti ubora wanajiandaa. Sampuli ya hewa ni chombo ambacho unaweza kuona kwenye skrini yako. Wafanyakazi wa kudhibiti ubora huweka sahani za Petri katika chombo cha sampuli ya hewa na kupitisha hewa ya mazingira ya lita 1000 kupitia chombo hiki. Kisha idara ya kudhibiti ubora itachukua sahani hii ya Petri kama sahani ya kukaa, ingeweka sahani kwenye intubator ambayo hutoa joto maalum na unyevu katika intubation ambayo husaidia bakteria kukua na inaweza kuonekana. Baada ya uchunguzi wa intubation, watakupa matokeo. Ikiwa unapata matokeo ya kupitisha, basi utayambatanisha katika kwa hatua inayofaa ya BR. Ikiwa matokeo ya kushindwa, utamjulisha msimamizi wako. Jukumu lako la msingi ni kuangalia sahani zinapatikana mahali pao maalum kabla ya operesheni kuanza, ikiwa sio kuwajulisha wafanyikazi wa kudhibiti ubora. BR yako itakuwa na maagizo juu ya shughuli ambazo hewa lazima ifuatiliwe, na idara ya udhibiti wa ubora pia ina habari ya ratiba ya utengenezaji. Nao watakuwa huko kwa wakati mwafaka. Hii yote ni kwa ajili ya ufuatiliaji wa mazingira. Wajibu wako wa kazi kwa suala la majukumu ya kazi ya kwamba lazima uhakikishe kuwa nambari hiyo ni 1. Mabamba ya kukaa yamewekwa mahali pa kulia kabla ya operesheni. Nambari 2 zinabadilishwa kila baada ya masaa 4. Na mtu ana jukumu la kutekeleza hili. Nambari 3 unakusanya tu matokeo ya sahani hizi, ambatanisha na BR ikiwa itapita. Na mwisho lakini sio mdogo, ikiwa jaribio lililoshindwa, mjulishe msimamizi wako na meneja. Haiwezekani tu, maana yake ni mambo yasiyo ya kuishi. Kuhesabu chembe zisizo na uwezo inamaanisha kuangalia chembe tofauti zisizo hai katika mazingira ya usafi. Hizi ni viumbe visivyo hai, mfano inaweza kuwa chembe ya vumbi, aina yoyote ya fiber katika hewa.
Chembe hizi zinaweza kuingia kutoka kwa usambazaji wa hewa ikiwa uadilifu wa kichujio cha HEPA ndani ya vat umeathiriwa kwa bahati mbaya wakati wa operesheni pia, au vinginevyo. Tunahitaji kuwa na taratibu za kuangalia mahali pa nini ikiwa. Kwa hivyo, chembe isiyo ya kuvumilika inahesabu vumbi, nyuzi na aina zingine nyingi za viumbe visivyo hai hewani. Tunaelewa kwamba aina ya dawa tunayotengeneza inaweza kwenda moja kwa moja kwa damu ya mtu au kutumika wakati wa utaratibu wa upasuaji. Fikiria nyuzi zinazopitishwa kwenye sindano na kuhamishwa ndani ya mwili wa mtu. Kubwa hapana. Wewe kama fundi wa utengenezaji unahitaji kuelewa chombo hiki kinafanya nini. Operesheni hii pia inafanywa na wafanyikazi wa idara ya udhibiti wa ubora. Unahitaji kuhakikisha kuwa wakati mtu wa kudhibiti ubora anaangalia chembe zisizoweza kuwezekana hewani, ikiwa kuna kichocheo au kengele, operesheni ya utengenezaji lazima isitishwe mara moja. Kengele hizi zinaweza kupiga kelele mara tu inapopata chembe kwenye hewa. Sheria za GMP zinahitaji operesheni kusitisha na kusubiri mwelekeo wa msimamizi kuanza tena kazi. Sasa hebu tuelewe jinsi chombo hiki kinavyofanya kazi. Unaweza kuona upande wa kushoto wa skrini yako ni aina ya kaunta ya chembe na faneli iliyoambatishwa moja kwa moja kwenye mlango wa kuvuta kutoka juu yake. Kutoka kwa hewa hii ya faneli inaweza kupita na usomaji wa hesabu ya chembe hupelekwa na kuonyeshwa kwenye skrini. Kwa upande mwingine unaona mafundi wawili wakishikilia bomba na kujaribu kuchukua chembe kusoma kutoka karibu na dari ambapo usambazaji wa hewa unatoka. Hii ni aina nyingine ya chembe ya kukabiliana ambayo kiufundi upande wa kulia inashikilia. Hose iliyoambatanishwa nayo ni ndefu ya kutosha kufikia kiwango cha juu cha dari. Kwa hivyo, unaweza kuona miundo mingi na mifano ya particle counters ndogo hadi kubwa, ile ambayo unaweza kufanya kazi nayo katika kampuni yako inaweza kuwa tofauti kidogo kulingana na kampuni. Ili kusisitiza tena, hii sio jukumu lako kutekeleza, lakini unahitaji kuelewa hii ili kutekeleza majukumu yako ya kazi yanayohusiana na ufuatiliaji wa mazingira. Kazi kuu ya chombo hiki ni kunyonya na kupitisha mita za ujazo 1 au lita 1000 za hewa kupitia bandari ya kuvuta juu, kukupa usomaji ikiwa itapata chembe. Particle counter itakupa arifa mara tu mchakato utakapokamilika na usomaji utaonyeshwa kwenye skrini ya chombo. Sasa tunaelewa aina mbili tofauti za ufuatiliaji unaofaa. Moja, chembe counter kwa ajili ya non-viable. Na mfumo wa vat kwanza na kichujio cha HEPA, tumelinda mazingira kadri tuwezavyo. Sasa kutakuwa na vipimo ambavyo vitathibitisha kuwa hakuna uchafuzi na dawa inayozalishwa. Na hii ni kazi yako yote. Hebu turudi majukumu yako ya kazi yanayohusiana na kwa kadiri ufuatiliaji wa mazingira unavyohusika. Nambari 1 ni hakikisha kuwa ikiwa BR inapendekeza kuwa ufuatiliaji wa mazingira unahitajika, hakikisha mtu WACT ameweka sahani za kukaa, kaunta ya chembe na sampuli za hewa kwenye maeneo yao ya kudumu kabla ya operesheni ya utengenezaji kwanza. Nambari 2, hakikisha kuwa sahani za kukaa zinabadilishwa kila baada ya masaa 4 ikiwa utengenezaji unaenda kwa masaa marefu. Nambari 3, mara baada ya sahani hizi za Petri, matokeo baada ya nyakati za intubation zinawasilishwa kwako kama kupita au kushindwa. Unahitaji kuambatisha matokeo katika hatua inayofaa katika BR. Ikiwa matokeo yanashindwa na microorganisms hupatikana katika matokeo ya maabara, mjulishe msimamizi wako mara moja. Kwa kuongezea, ambatisha ripoti zote za mazingira kwa BR na logi inayofaa. Hii ni kazi yako inayohusiana na ufuatiliaji wa mazingira ulioelezwa. Asante kwa kuwa nasi leo. Tazama kwenye mafunzo yafuatayo.